mradi huu ni wa kwetu. Tunakubaliana? Tunahitaji kituo cha afya. Ona msemi. Tunahitaji kituo cha afya, si ndio? Ndio hitaji letu. Maana ya kuja kwetu kwenu wananchi kuwajulisha kwamba tunakusudia kujenga kituo cha afya kutokana na shida yetu sisi wananchi wa kata ya Mipeko. Mwanzo tulikuwa na zahanati moja. Alhamdulillah tumepata zahanati tena zingine 2. Lakini hitaji letu kutokana na wingi wetu, tuko takribani zaidi ya wananchi 35,000 kwa sasa. Tunahitaji kituo cha afya. Tumewaleteeni. Moja, mnapokea kama ambavyo mmesema, kweli tumepokea. Na tayari sisi fedha tumepewa na Mheshimiwa Rais na viongozi wetu. Umeelewana? Mwongozo unasema hivi. Sema hela hapo kwenye mwongozo sasa. Tupate kamati ya kusimamia mradi wenyewe. Kamati hizi ziko 2. Kamati ya ujenzi ambayo ndio kamati tekelezaji na kamati ya mapokezi ambayo zamani tulikuwa tunasema kamati ya manunuzi. Na pale wapatikane watu katika kila kamati, watu 5. Tayari viongozi wetu ambao wanatamkwa kwa mjibu wa mwongozo wanaingia. Mwenyekiti ambapo kituo kitajengwa, kama ni kijiji ama mtaa. Sisi hapa tunaye mwenyekiti wetu wa kijiji, si ndio? Anakwenda moja kwa moja. Mwenyekiti wa kitongoji ambapo ule mradi utajengwa, ambaye sisi hapa tunaye mwenyekiti wa kitongoji, si ndio? Anakwenda mle kwenye ile kamati. Kesha tunachagua 2 watakao toka miongoni mwetu sie kama wananchi. Kazi hiyo sasa ndio tuliokuwa nayo hapa, tuwachague. Kesha watakwenda kuungana na viongozi wengine kama sie kupata mafunzo na mambo mengine ya utekelezaji atakuwa ameendelea. Shema hela baba, umeelewa? Umeelewa baba? Asante sana. Jamani, mmeelewa? Sasa twende, kwa sababu hali yenyewe hii leo sio nzuri na leo ni siku ya sikukuu, kwa maana ni siku. Hebu twendeni sasa kwenye haraka mwenyekiti tuongoze, tupate mapendekezo na jambo liende liishe. Karibuni sana watatu. Asante. Mtakayeshirikiana na wenzetu hao kusimamieni kwa makini, kwa utulivu, kwa uangalifu, ili tupate majengo yaliyokuwa mazuri na tupate huduma iliyokuwa nzuri kwa wananchi wetu tuliokuwa tunaishi hapa. Sina mengi zaidi ya hiyo. Natoa shukrani. Karibuni sana Mwanambaye. Hivi Nyankumbi leo hajaji hapo. Kwa kupata mradi huo ndani ya kijiji cha Mwanambaye wakati ya Mipeko. Baada ya kupata mradi na tutazidi kuvuma kushinda tunavuma hapo nyuma. Natoa shukrani za dhati, Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika mafanikio ya lengo letu. Mwanambaye oye. Mipeko oye. Tumeshamaliza na hatuna jambo tena. Mimi niwashukuru na niwapongeze sana kwa jambo hili mlilofanya. Tumelifanya kisayansi sana na kisomi. Maana yake ni kwamba tumekubaliana, si ndio? Asija akatoka mtu huko akasema hatujakubaliana, tumejifungia ndani ofisini. Maana hatuachi nongwa. Si ndio? Sisi tukae mabalozi, tukapaze sauti. Nami niwaambie jambo. Sisi watu wa Mipeko hatuna sababu yoyote ya kutowasemea vizuri viongozi wetu. Sababu kuna watu huko wanarukaruka. Mbunge hafanyi kitu. Mbunge anafanya kazi usiku na mchana. Kuna majambo makubwa yanakuja hapa. Hamtoamini. Mimi nimempelekea mbunge maombi maalum. Sisi tujengee barabara yetu hii.
Barabara hii inakwenda kuanza kujengwa kesho kutwa kwa kiwango cha zege kutoka zero pale mpaka chini juu kule, inakutana na Kongowe, inakwenda mpaka Mbande. Hamnataka nini? Kwa hiyo yako mazuri, lakini nafahamu tunao changamoto kubwa sana ambayo tumekubaliana na mheshimiwa mbunge, tumezungumza vizuri na ameniahidi tutakwenda Dodoma bunge linapoanza, tutafanikiwa hili ambalo tulokuwa nalo. Tuna changamoto kubwa ya maji, ndio kazi yetu ambayo tulobaki nayo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufanikishe hilo. Tukimaliza jambo la maji, maeneo mengi tumegusa, tutamaliza salama, na watakapokuja wenzetu wataendeleza kama ambavyo sisi tumekuta mzee kina Kisigalile walivyoanza, tumeendeleza mle mle na hatimaye wenyewe wanayaona. Mimi natamani siku nikitoka niwe naona mazuri haya ambayo tunayafanya. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wenzangu, tuseme vizuri. Kibaya tu kama unakiona yani kiko kwako unaweza kusema kibaya, lakini mwingine kule anaona kizuri. Kitunze kitu kizuri, na sisi tuko tayari kuunga mkono. Tunapongeza sana timu ya wilaya, mwana timu ya madaktari kutoka wilaya. Hichi kituo ni cha mfano. Sisi tunahudumia hapa zahanati inahudumia watu kama ile mpaka 1000. Sasa tunataka tutoke, kwa sababu wenzetu wa Kisembule walikuwa wanakuja hapa, sio wanatoka Kiparanganda wanakuja hapa kwa sababu ya huduma. Tunataka kituo hichi kiwe cha mfano. Na tuna bahati nzuri, Mungu amejalia tuko kwenye mpango kabambe wa kuwa manispaa. Jambo litakuwa zuri, na mambo mazuri kabisa yanakuja. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru tuailishie mkutano huu na si mturuhusu tuendelee. Lakini jambo jingine, tunao zoezi la mwenge wa uhuru, tutakuja hapa wilayani kwetu kuanzia Mwandege, tutakwenda kulala Mwalusembe. Kwa hiyo tutapeana taarifa kadri siku na siku. Asante sana. Nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Habari za saizi. Asanteni sana wataalamu wetu wa Wizara ya Afya. Asante mheshimiwa diwani. Asanteni ndugu wajumbe na viongozi mbalimbali wa chama na serikali kwa kufanya kikao chetu kifupi sana ambacho kimeeleweka. Lengo kuu ilikuwa kutambulisha mradi kwetu, na sisi kama wananchi wa kijiji cha Mwanambaya na kata ya Mipeko tumepokea na tumeridhia kituo chetu zahanati yetu kuwa kituo cha afya. Mimi niseme tu kikubwa, tushirikiane katika kutekeleza mradi na miradi mingine inayokuja. Kwa hiyo kama nimesema kwamba kuna mradi tena wa barabara nataka kuweza kuingia au kwamba kuendesha kutoka na jambo litakaloletwa baada ya kusema haya machache kutokana na umuhimu wa siku ya leo. Tuna majambo ya kijamii, tuna majambo ya familia. Kwa hiyo niseme rasmi tu kikao hiki nimekiahirisha rasmi.